Mimi nimekuja hapa kwa empowerment ya wamama wetu na vijana wetu, kwa sababu mimi mwenyewe ninaelewa mambo ya bottom up. Unajua, nimeona watu wengi sana wanapiga kelele, na mimi nataka niambie naibu wa rais, ukiwa hapa, Mungu ni wa ajabu. Unajua ile wakati ingine ile kura iliyopita, huyu naibu wa rais ndiye angekuwa naibu wa rais wetu, lakini kwa sababu ya maneno ilikuwa hapo namna hii, mambo yakaenda hivi, tukachagua ule mtu wa fitina. Ule mtu akiamka asubuhi fitina, akikula lanji fitina, hawezi jenga choo, hawezi jenga darasa, hawezi beba empowerment. Sasa mimi naona bado tena anasunguka tu, anasema sijui Kawaya alifanya nini, sijui Sudi alifanya nini, sijui huyu ana base. Sasa unashindwa ule mtu. Naibu wa rais, mimi nataka nikuombe, nyinyi mkijenga soko na William Ruto, mkijenga barabara, mkijenga hayo maneno makubwa, pia utuongoze kwa hii ya kuinua mama mboga. Soko ikijengwa hapa na kila mama mboga apata shilingi 10,000, hiyo area itakuwa imebaki vile ilikuwa zamani? Si itakuwa imebadilika? Na ndio sisi tumekuja na tumesema ile kidogo tunapata mshahara mlitupatia na biashara zetu ndogo, tutachanga kidogo, tuhakikishe naibu wa rais na rais wakijenga sokoni, si tunanunulia nyinyi sukuma, tunanunulia nyinyi cabbage, tunanunua viazi, ili wamama wetu wang'are. Si ni kweli jameni? Kuna makosa hapo? Na ndio mimi nataka niseme hivi. Unajua ule mtu wa nusu tamu, nataka hata nyinyi watu wa hapa Mwala muniambie, kama kuna siku moja umai uona yeye mtu akisimama akasema anasaidia mtoto kwenda shule. Kama umai sikia hata siku moja yeye mtu akisimama akisema anasaidia mtu ya bodaboda. Kazi yake ni fitina kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na mimi nimegundua, nilikuwa nasikia zamani wanasema atu wamama ndio wenye fitina. Ukipata mwanaume ako na fitina, anashinda wamama 100 kwa fitina. Ule jamaa akisimama William Ruto, akilala William Ruto, ni kama ndoto. Sasa unashindwa huyu mtu kichwa chake lirukia William Ruto. Akiamuka asubuhi Kawaya, akiamuka Sudi, akiamuka naibu wa rais. Nyinyi watu wa Mwala, mnataka kasi ama fitina? Wakati tulikuja kuomba nyinyi kura, si tulisema bottom up na tukasema sera zetu. Si akina Kalonzo na wale wengine walikuwa na sera zao. Sasa mimi niwaulize, mnataka tuendelee na fitina ya siasa ama tufanye kazi mpaka 2027? Turudi hapa tena tufanye kazi. Na niwaambie na msikie, hawezi kula mtu, hata mtu awe mrembo aje, awe na tumbo kubwa, awe na sura mzuri, na ako na akili kidogo na ana mbele wala nyuma, hakuna hiyo mtu wewe ukamkula. Ni ukweli ama ni uongo? Na ndio mimi nataka niwaombe mshikilie huyu Kawaya. Si ametuleta sisi wote hapa leo, kesho pia atuite siku nyingine, mnatukaribisha turudi tena. So niwaulize, mnasema mtajenga Kawaya tena? Kwani huyu Kawaya alifanya nini? Hebu nione mwenye atajakuwa Kawaya tena.